Bwana Yesu asifiwe, mpendwa mtazamaji wa chaneli yetu ya Yosh Testimony TV, yani ushuhuda wa Yesu Kristo. Chaneli ambayo ina lengo moja tu, kukuletea habari za Yesu kupitia neno lake. Na mimi ni mchungaji Martin ambaye nimekuwa nikifundisha mfululizo wa masomo haya kuanzia kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 1, na sasa tumefika Injili ya Yohana sura ya 8 kuanzia mstari wa 48 mpaka 59 ambao tutajifunza siku ya leo. Na habari yetu ya leo kubwa ni majibishano ambayo yalikuwepo kwamba Yesu ni mkuu kuliko Ibrahim. Yesu ni mkuu kuliko Ibrahim, na tutaona habari hii, na kichwa changu cha somo nimekipa jina hicho kwamba Yesu mkuu kuliko Ibrahim. Hebu tuone mistari hii na hapo tutapata majibu kwamba Yesu ni mkuu kuliko Ibrahim. Yohana 8 mstari wa 48, Biblia inasema, Yosh TTTV, ufalme wa Mungu duniani. Wayahudi wakajibu wakamwambia, je, sisi hatusemi vema ya kwamba wewe Msamaria nawe una pepo? Yesu akajibu, mimi sina pepo, lakini mimi namheshimu Baba yangu, na ninyi mwanivunjia heshima yangu. Wala mimi siutafuti utukufu wangu, yuko mwenye kutafuta na kuhukumu. Amini amini nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Basi Wayahudi wakamwambia, sasa tumeng'amua ya kuwa una pepo. Ibrahimu amekufa na manabii wamekufa, nawe wasema mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Wewe mkuu kuliko baba yetu Ibrahimu ambaye amekufa, nao manabii wamekufa, wajifanya nani? Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe, utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni Baba yangu ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu wenu. Wala ninyi hamkumjua, lakini mimi namjua. Nikisema ya kwamba simjui nitakuwa mwongo kama ninyi, lakini namjua na neno lake nalishika. Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka 50, nawe umemwona Ibrahimu? Yesu akamwambia, amini amini nawaambia, yeye Ibrahimu asija kuwako, mimi niko. Basi wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha, akatoka hekaluni. Mpendwa mtazamaji, habari tuliyoisoma hii tunaona majibishano makali kidogo, na hawa Wayahudi wanakuwa wakali, wenye hasira, na wanamjibu Yesu maneno magumu ambayo Yesu naye alisikitika sana kwa maneno hayo. Ni habari ambayo tulisoma tangu kule mstari uliopita Yohana 8, wakijibishana kwamba wewe ni nani? Wewe umetoka wapi? Tunamfahamu Abraham, lakini wewe ni nani? Kwa maswali yaliendelea, na tunaona hapa katika mstari wa 48 Wayahudi hao wakamwambia Yesu, wewe utakuwa ni Msamaria au utakuwa mwenye pepo kabisa? Ni tusi au ni maneno makali ambayo Yesu anaambiwa. Na Yesu, kumbuka, alikuwa Mungu 100%, lakini pia alikuwa mwanadamu pia. Kwa hiyo alikuwa anaweza kusikia maumivu. Ndio maana kitabu cha Isaya anasema alidharauliwa, alitukanwa, alijeruhiwa, na matusi na jeraha na kuonewa haikuanzia tu pale msalabani, lakini maisha yake yote haya alitukanwa, alijeruhiwa, aliumizwa na watu. Angalia maneno haya ambao Wayahudi wanamjibu, wanamwambia, je, sisi hatusemi vema ya kwamba wewe Msamaria? Msamaria kwa Wayahudi ilikuwa ni tusi kabisa. Ndio maana walikuwa Wasamaria hawezi kuchangamana na Wayahudi.
Maana Wasamaria walikuwa wanaonekana watu najisi, watu ambao si Wayahudi kweli kweli, watu ambao hawana baraka za Mungu na baba yao Abraham. Ni watu waliojichanganya na mataifa, ni kizazi ambacho kimepotea, na wakawa na mji wao wenyewe ambao wanaitwa mji wa Samaria. Kwa hiyo Yesu kumwambia Yesu wewe ni Msamaria, ni sawa kumwambia Yesu wewe umelaaniwa. Haikutosha hivyo, akamwambia wewe, hivi sisi tukisema kwamba una pepo tutakuwa tumekosea? Wewe una pepo. Habari njema au ni sahihi kukwambia wewe una pepo. Yesu kwa sababu ni mwanadamu, lakini pia ni Mungu pia 100%, aliumizwa, akajibu maneno haya. Yesu akajibu akamwambia, mimi sina pepo jamani, lakini mimi namheshimu baba yangu, lakini ninyi mnanivunjia heshima, mnanitukana, mnanionea. Mimi si wa hivyo mnavyoniona. Kwa nini mnaniambia nina pepo? Ikabidi Yesu aendelee kuambia maneno haya. Kasema, wala mimi siutafute utukufu wangu mwenyewe. Yupo ambaye atawahukumu. Yupo ambaye anatafuta utukufu kupitia mimi. Lakini mimi nawaambia, mtu akishika neno langu hataona mauti milele. Akabadilisha upepo, akaanza kuambia ukuu na uweza alionao, kwamba mnaniona mimi sifai, mnaniona mimi nina pepo, mimi ni Msamaria, mtu niliolaaniwa, mtu ambaye sina thamani kwenu, lakini nina habari njema, mtu atakayeniamini mimi hataona mauti. Ni jambo kubwa na ni zito jingine ambao aliwaambia hawa watu, na watu hawa wakaendelea kusema kwamba sasa hapo nakosea, na sisi tumeng'amua na tumekubaliana, mstari wa 52, kwamba kweli wewe una pepo. Ina maana kwamba anazidi kumtukana, kwa amemwambia wewe kweli hauna akili, wewe kweli hauna, wewe ni una mapepo. Hivi hata wewe mwanadamu wa kawaida ukiambiwa leo una mapepo unajisikiaje? Kwambia huyu ni chizi, ana mapepo, kichaa, ajui anachokiliongea, unajisikiaje? Lakini Yesu aliwaambia hayo maneno, akasema akaona mapepo, kwa sababu Ibrahimu amekufa na manabii wengine wamekufa, nawe wasemaje kuwa mtu akishika neno lako hataona mauti milele? Kwamba hawa kina Abraham na Ibrahim na manabii wengine hao wote hawa wangeshika neno lako wasingekufa? Maana wewe ni mkubwa kuliko Abraham. Ndio anapoambia mstari wa 53, wewe unani unajifanya? Tena wamesema mstari wa 53 mwishoni, wajifanya nani? Yesu alipigwa, alionewa, alitolewa maneno magumu na matusi kwa ajili yako, kwa ajili yangu. Kuna mambo ambayo nataka tujifunze katika habari hii, ambayo nimekipa kichwa somo hili, kwamba Yesu ni mkuu kuliko Abraham. Yesu anakuja kuonyesha, sihitaji utukufu, sihitaji sifa za kibinadamu. Mimi nilishatabiriwa Mungu mwanzo, tangu Agano la Kale na manabii, kwamba ni mtu ambaye atakuja kwa unyenyekevu, mtu asikitiko nyingi, tajinyenyekeza mpaka chini, mpaka mauti. Nimekuja kwa lengo moja tu, ya kumwokoa mwanadamu. Na anazidi kugeuka hapa, anageuza, baada ya kuendelea kujibishana nao, kwa nini unanitukana, kwa nini umenionea? Anawaambia mstari wa 51, amini amini nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Hivyo anakuja kuleta somo la kwanza katika habari hii, kwamba Yesu analeta uzima wa milele kupitia neno lake. Kumbuka hayo maneno ambayo Yesu anaongea na kuambia kwamba yeye ni mwana wa Mungu, kumwambia yeye alikuwepo kabla Ibrahim hajakuwepo. Maneno haya yanawachoma na kuwaumiza watu, lakini Yesu anawaambia hayo maneno mkiyapokea ndiyo yenye uzima na milele. Amini nawaambia, mtu akilishika neno langu ana uzima milele. Na anaendelea mbele kuonyesha mamlaka yake zaidi ya kifo, ambayo Abraham wanaomwamini kwamba ni baba yao, ambao wanaishi kupitia agano lake, yeye alionja kifo. Na baada ya kufa Abraham, hakuna historia yoyote inayoonyesha kwamba alifufuka. Lakini Abraham alikufa na bado anaendelea kufa, hajarudi tena duniani. Lakini Yesu anaonyesha mamlaka zaidi ya kifo.
na neno lake anasema ndio lenye uzima na milele. Yesu ni zaidi ya Abraham. Yesu ni zaidi ya manabii wengine. Yesu ana uzima wa milele, na yeyote anayeshika neno lake ana uzima wa milele. Mistari hii ipo pia katika kitabu cha Yohana 11:25 mpaka 26. Yesu anaongea habari kwamba mimi ndimi ufufuo wa uzima. Yoyote ambaye ajaye kwangu hataona mauti kamwe. Na ukisoma Warumi 6:25 anasema zawadi ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu. Hebu tusome Warumi 6:23. Inasema hivi, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali kalama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Bwana wetu. Kumbe mshahara wa dhambi ni mauti. Hawa watu wanamtukana, wanamuonea, mshahara wao Yesu anajua ni mauti. Lakini karama ya Mungu, faida ya Mungu, zawadi ya Mungu ni uzima wa milele. Ndio maana akawaambia, jamani, hata kama mnanitukana bado mimi ninaleta uzima wa milele. Ndivyo hivyo Yesu alisema pia katika Yohana 5:24, anayesikia neno langu na kulifuata, huyu ana uzima wa milele, na sio uzima tu, ana uzima tele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wokovu na uzima wa milele upatikana baada ya kumwamini Yesu Kristo na kulishika neno lake. Hawa ndugu Yesu alionea huruma, hata kama anamtukana aliendelea kuwahubiria, aliendelea kuwafundisha, kwa sababu alijua baada ya kumpokea na kushika neno lake ndipo atakapokuwa na uzima wa milele. Hivyo mpendwa mtazamaji, haijalishi yuko katika hali gani, haijalishi umemtukana au kumkataa au kumpinga Yesu kwa namna gani, Yesu anaendelea kuonyesha upendo wake kwa mwanadamu. Yesu anaendelea kusema, hapana, sina pepo. Hapana, mimi si hivyo. Mimi nimetumwa na Mungu, na Mungu anataka kujitukuza kupitia mimi. Kwa nini ajitukuza kupitia mimi? Kwa sababu mimi nimebeba uzima. Yoyote ananipokea mimi atakuwa na uzima, na sio uzima tu, na uzima wa milele. Maana karama ya Mungu, zawadi ya Mungu ni kukupa uzima, lakini kikataa dhambi, mauti na shetani yupo kwa ajili ya kukuangamiza. Somo la pili ambalo nataka kujifunza katika habari hii, mstari wa 56 katika Yohana sura 8, anasema, Ibrahim baba yenu alishangilia kuiona ahadi ya siku yangu, akangojea kwa hamu. Kwa hiyo Ibrahim alimwona Yesu kwa imani. Kumbuka kusoma kitabu cha Mwanzo 12 mstari wa 3. Mungu alimwambia, kupitia wewe Ibrahim mataifa yote yatabarikiwa. Na Mungu aliweka agano na Abraham kwamba wewe utakuwa kiungo baba mataifa mengi, na kupitia wewe mataifa yote yatabarikiwa. Na hii ahadi inakuja kuonekana Yesu azaliwa katika uzao wa Abraham. Daudi tunamfahamu wengi, alikuwa mmoja katika uzao wa Abraham, na Yesu anakuja kuzaliwa uzao katika ukoo wa Daudi ambao ni uzao wa Abraham. Na ndio maana ukisoma katika Waebrania 11:8 mpaka 10 kuna habari ile ambayo inaonekana inaonyesha kwamba Ibrahim aliishi kwa imani, akaingojea ahadi ya Mungu pamoja na Isaka, na ahadi hiyo aliiona kwa imani. Akaona kwamba kupitia yeye mataifa mengi yanabarikiwa. Uzao wake anakuja kutokea Masihi, mkombozi, ambaye ni ahadi kubwa. Na Galatia 3:16 inakuja kutuonyesha pia kwamba Ibrahim anaona hiyo ahadi. Hebu tusome Wagalatia 3 mstari wa 16. Biblia inasema, basi ahadi zilinenwa kwa Ibrahim na kwa mzao wake. Hasemi kwa wazao kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yaani Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu kuna kitu anachokionyesha kupitia Abraham na Isaka pale. Mungu anapompa ahadi ya kupata mtoto, anasema pia, basi kupitia wewe atazaliwa mtu, kupitia wewe mataifa yatabarikiwa, kupitia uzao wako itabarikiwa. Sasa hii Warumi
Atuambie hivi, hasemi kupitia wazao wako, kama kwamba ni wengi, bali kupitia mzao wako, yaani Kristo, mataifa yote yatabarikiwa. Kwa hiyo hawa Wayahudi walikuwa wana challenge Yesu kwamba Yesu, wewe ni mkubwa kuliko Abraham? Hapana, Abraham ni mkubwa. Yesu anawaambia hapana, Abraham alikufa, lakini mimi naleta uzima. Lakini hata Abraham mwenyewe mnamsemea alimtumaini Mungu kupata ahadi, na hiyo ahadi aliishaiona. Aliona vipi? Aliona kwa imani. Na kumbukeni kwamba maneno haya kwamba Mungu alimwambia kwamba kupitia uzao wako, sio kwamba uzao wa watu wengi, kupitia uzao wa mtu mmoja mataifa yote yatabarikiwa. Na Warumi akuja kutuambia kitabu cha Galatia hapa kwamba ni mtu mmoja anazungumziwa, kupitia huyo mtu mmoja mataifa yabarikiwa, naye sio mwingine bali ni Yesu. Sasa kama Ibrahim ambaye wanamtumaini alimwona Yesu akamkubali, nyie si zaidi Wayahudi? Na leo nakwambia hakuna kisingizio chochote cha kumkataa Yesu, cha kuona Yesu hafai, cha kuona mambo yako ni bora kuliko Yesu. Yesu ni yeye yule jana, leo na hata milele. Alikuwepo, yupo na atazidi kuwepo. Ndio maana pointi ya 3 nasema hivi, Yesu ni Mungu wa milele. Yeye anasema mimi niko. Mstari wa 58, tuangalie hii Yohana 8 mstari 58. Soma Yohana 8 mstari 58. Anasema hivi, Yesu akamwambia, amini amini nawaambia, yeye Ibrahim asija kuwako, mimi niko. Kumbuka kitabu cha Kutoka 3:14 ambavyo Mungu alikutana na Musa, akamwambia wale wana Israeli niwaambie kwamba nimekutana nani? Mungu akamwambia, mwambie nimekutana niko ambaye niko. Na Yesu alikuja kuonyesha kitu fulani hapa, anamwambia sikilizeni, kabla ya Ibrahimu mnayemtumaini, mnayemuona ndiye baba yenu, mimi ndiye alikuwepo. Mimi niko ambaye niko. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kitabu cha Yohana 1 mstari kwanza mpaka 3, soma habari zake pale, kwamba hapo mwanzo kwa na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwapo. Kabla ya kuumbwa kila kitu, neno alikuwapo, nao neno ndio Mungu. Kwa hiyo kabla Abraham kuwepo, neno lilikuwepo, Yesu alikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo Yesu ni Mungu wa milele, yeye ndiye niko ambaye niko. Bwana Yesu asifiwe. Wakolosai 1:16 mpaka 17 sema vitu vyote viliumbwa kupitia yeye. Hakuna kitu ambacho akiliumba pasipo Yesu kuwepo. Kwa hiyo hata Ibrahim ambao alimuona ndiye Mungu, walimuona mkuu, Yesu alikuwepo, ndiye aliyemuumba. Habari hii inakufundisha nini, mpendwa mtazamaji wa siku ya leo? Yesu ni kila kitu. Hakuna kitu kilicho kikubwa zaidi yake. Fedha, mali, uchumi, wakuu wa nchi, wakuu wa dunia, wote tunaowaona wanapita. Wamekuwepo jana, wapo leo, kesho hata kuwepo. Lakini Yesu wa kuaminiwa yupo ambaye yuko. Yeye anasema mimi niko ambaye nipo. Yesu sio kiumbe tu, bali ni Mungu wa milele, mwenye mamlaka juu ya historia, juu ya falme, juu ya wakuu, juu ya wenye mamlaka. Na wokovu wote umejengwa juu ya msingi wa Yesu Kristo, ambaye yeye ni yote katika yote. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ninavyohitimisha habari ya Yohana 8:48 mpaka 59 inatukumbusha kwamba Yesu atoa uzima wa milele. Ibrahimu alitazamia kumwona Yesu. Hivyo na wewe ni nani ambao hutaki kumwona Yesu? Kwa nini unafanya moyo wako kuwa mgumu? Tamani kumwona Yesu kwenye maisha yako. Tamani uone ahadi ya Mungu. Lakini jambo la 3 jifunza, ambalo napenda kuweke msisitizo, Yesu ni Mungu wa milele aliye juu ya Ibrahimu. Ibrahimu yupo, alipita, lakini Yesu ni Mungu, si mwanadamu, si kiumbe, si chochote. Yeye ni Mungu, ni yeye ni neno, yeye ni Alfa tena Omega, yaani mwanzo tena mwisho. Niko ambaye niko.
yupo, atabakia kuwepo. Mungu akubariki sana. Nakutoa wito muda huu, hakikisha unashiriki neno la Bwana. Nampenda Yesu, unamfahamu Yesu, usifuatishe mkumbo, uwe na Yesu ndani yako, na Mungu akubariki. Naomba nikuombee, baraka za Bwana zitaingia ndani mwako. Fuatisha maneno haya, sema: asante Yesu kwa kunipenda. Nisikia neno lako kwamba wewe unanipenda. Upo ambaye huko, utazidi kuwepo, kwa kuaminiwa ni wewe. Naleta maisha yangu mbele zako, uniokoe, unifanye mwanao, tangu sasa na hata milele. Amen. Mungu akubariki mpendwa mtazamaji. Tukutane katika kipindi kinachofuata hapa Yosh Testimony TV. Amen.